mbele yako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako ambazo zinadumu hata milele, Mungu wangu. Tunakushukuru Mungu wangu kwa jinsi ambavyo umetutunza na kutufunulia njia yako ya wokovu katika Yesu Kristo mwanao. Na Mungu Baba, asante Mungu Baba kutufunza mambo haya na kututunza katika wokovu huu. Tumekusanyika hapa siku ya leo Mungu Baba, tukitambua ile kazi kubwa ambayo inasimama mbele yetu, na ni kazi kubwa pekee inayoweza kufanyika pekee kwa Roho wako Mungu wangu. Na tunaomba Mungu Baba kwamba katika kuhubiri neno lako kwamba utaliingiza ndani ya mioyo yao wale watakaosikia, utaihama pale Mungu Baba kwa nguvu zako na kwa uwezo wako, ibaki pale, iwageuze Mungu Baba wawe watu wanaofanana na wanaotembea katika njia za mwana wako Yesu Kristo. Naomba yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Isaiah chapter 50 verse 10 to 11. Nasoma na inasema hivi: ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana na kulitii neno la mtumishi wake? Yeye atembeaye gizani, yeye asiye na nuru, na alitumainie jina la Bwana, na amtegemee Mungu wake. Lakini sasa nyinyi nyote mnaowasha mioto na kupeana mienge iwakayo nyinyi kwa nyinyi, nendeni, tembeeni katika nuru ya moto wenu na ya mienge mliyoiwasha. Hili ndilo mtakalolipokea kutoka mkononi mwangu, mtalala chini kwa mateso makali. Amen. 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 Unataka dakika moja kuliangalia hilo neno? Unataka dakika moja kuliangalia tena? Haya. Nawapa dakika moja. Kameramani unaweza pause. Nashukuru kuna watu mmeweza kuja hapa siku ya leo. Karibu kwa wageni wetu na karibu kwa wenyeji. My friends, I want you to ask yourself right now. Nini unafanya hapa katika kanisa la Pentecost? Kwa nini umekuja hapa siku ya leo? Kwa nini watu wengine wametoka mbali sana. Ndivyo umetoka wapi? Umevuka feri. Wengine wamevuka feri. Imagine. Amevuka feri, ametembea hadi hapa. Na anavuka feri mara ngapi kwa wiki kuja kanisani? 2. Hajakosa Bible study huyu miezi kama sijui ngapi. Kwa hivyo unafanya nini hapa? Nini unakujanga kupata hapa? Why are you taking all that time? Wengine wanatembea kutoka sijui wapi. Kwa nini unafanya hivyo Sam? Kwa nini wengine wanafika mapema, hata wanatayarisha, wanakuja wanatayarisha? Unajua saa nyingine hata mimi kama mhubiri wa hili kanisa, sometimes I lose heart. I will admit. Sometimes I get discouraged. And I think, okay, maybe Pendo Huru we are not doing much. Maybe we are not doing it. But when I come here and I see people have come from so far, people are serving in the small community, then I know God is doing something here. Kuna kitu ambao Mungu anafanya hapa. Kwa hivyo nikianza kujitorosha hapa mapema, nikuonyesha kwamba si mwamini. Sio? Wewe kwa nini unakuja? Jiulize hilo swali. Wengine unakuja kama mazoea. Kuna watu wengine tumeongea na wao hapa mara moja, mara mbili, mara tatu, na tunaona huyu anakuja hapa kwa sababu ni mazoea yake. Asingekuwa anakuja hapa, angekuwa anaenda kwingine. Ni mazoea tu. Amelelewa akienda kanisa. Kwa hivyo anajua Sunday ni siku ya kanisa. Unajua vile wengine wanarejiwa hivi. Anasema, "Hey, is there a Catholic church nearby? I need to celebrate mass." Kwa sababu hiyo ni kitu yofanya. Anafanya kimazoea, kimatabia. Hiyo ndio sababu wewe kuja hapa. Na wengine walikuwa miongoni mwetu ambao hiyo ndio sababu yao na inaonekana. Au je, kuna kitu la maana ambalo unapata kutoka hivi? Kuna faida ambayo unapokea katika hii kanisa.
kuna faida ambayo unapokea hata katika kutumikia kanisa, kwa sababu tukisoma Biblia kuna faida katika kutumikia kanisa. Je, kuna faida unapokea wewe katika kutumikia kanisa hili? Wewe unakuja hapo unafagia asubuhi, kuna faida unapokea katika kufanya hiyo kazi, katika kuanzisha hiyo Bible study ambayo nasikia mmeanzisha pale nyumbani kwenu, kuna faida mnapokea. Na hiyo faida ambayo unapokea, je, inafanya kazi katika maisha yako, katika roho yako? Umekuwa ukikuja hapa wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka wengine. Has it changed your life? Has your life changed because of your membership in Pendo Huru? Ama unakujanga tu? Na kama imechange, je, umegundua? Umekaa chini ukasema, sikukuanga hivi. Nilikuanga mtu mzuri tangu nikuje Pendo Huru, nimekuwa mtu mlevi sana. Hiyo ni kitu ina change, ndio? Sivyo marafiki pia wanakuinfluence. Mtu anasema marafiki wani-influence, lakini unasema tangu nianze kuhang out na Rabin nimekuwa mtu wa matusi. Nimekuwa mtu wa masengenyo. Unakaa chini baada ya miezi 6 unasema sikuanga na sengenyanga hivi. Nilianza kusengenyanga hivi tangu nikuwe rafiki ya Rabin. So, Rabin's friendship is changing you in a certain way. Si kwa uzuri pekee, kwa ubaya pia. Kwa hivyo, tangu wewe kuja hapa Pendo Huru, is it changing your life? Is it changing how you do your work? Inageuza venye unafanyanga kazi. Inageuza venye unaongelesha wazazi wako. Inageuza venye unaongelesha marafiki zako. Inageuza venye unaelewa? Is it doing anything in your life? Ama na kama inafanya kitu kwa maisha yako, kuna mtu amenotice. Kuna mtu amenotice. Wazee ndio kitu hata walikuanga sijui ni nani wana notice kwanza kuna vitu za gym. Sijui ni wewe ama ni rafiki yako. Lakini mwisho inakuanga ukienda gym baada ya mwaka mmoja, lazima hata sisi wenye hatuendi tufanye nini? Tujue. Bila wewe kutuambia, unaweza kuwa umeiweka siri unaenda saa 6 usiku. Lakini kama umekuwa consistent, utafika wakati nianze kuangalia, sana. Unaenda gym. Si ndio? Yeah. Kwa sababu wewe kuendelea kwenda hiyo gym inafanya nini? Inakuchange. Like, Rabin, posta yako siku hizi ina-change. Kama ulikuwa kazini ulikuwa unabeba mtungi mmoja, wanasema siku hizi bana tunaona wewe ndio bazoo. Kwani ulitoa nguvu yote wapi? Sio? People have to notice. So kukuja kwako hapa Pendo Huru, kuna kitu imefanyika ikakuchange hadi watu wakafanya nini? Watu waka notice. That is what it means when something is changing you. People will notice. They will come tell you, Sam, whatever it is you are doing that is making you be like this, please do what? Keep on doing that. Ndugu yangu nakwambia, kama kuja kanisa hili alikugeuza, hakuna haja wewe kuja hapa. Kama maneno yanayozungumziwa hapa hayafanyi kazi moyoni mwako, basi tunafeli sisi pia. Na sisi pia ni mwito pia sisi kwa ambao tunaserve hapa. Huyu mwandishi hapa siku ya leo anatupa ujumbe ambao ni kama summary ya the message of the Bible. Tunapenda hivi verses kama hivi tunazipenda sana. Hapo anga vizuri. Naona hapo chini tumeshika, lakini verses hazionekani. Ametupa muhtasari. Biblia inahakikisha iko na mambo kama haya mengi kote yametapakaa kote kwenye Biblia, ambayo unapata one verse
ambayo iko very condensed, iko na ujumbe wote wa Biblia katika pengine hata kama moja, kama Yesu kusimama na kusema mimi na mimi pekee ndio nuru ya ulimwengu. You know how dense that statement is? I am the light of the world. I and I alone am the light of the world. That is the gospel. Hiyo ndio gospel, si ndio? Hiyo ninajua sasa ni hiyo ndio gospel kwa mtu yeyote. Yule mwenye ako na kiu aje kwangu na anywe maji. Gospel right there in one step. Leo nimeamua kuwatolea moja kutoka Isaya. Kuendelea. Na anasema hivi, huyu ambaye anaongea katika hili kitabu la Isaya, ukisoma hiyo chapter yote, anaongea kuhusu Yesu Kristo. Anatabiri kuhusu kuja kwa Yesu Kristo. Nimefocus hapo hiyo verses 2 kabisa. 10. Na ukisoma venye anafunza hapo 10 and 11, amegawa watu wote katika ulimwengu katika how many groups? How many groups? 2 groups. Kuna watu wa aina mbili. Tumeiona hiyo nyinyi nyote. Mmeiona mkichambua hiyo verse. Watu ni aina mbili. Lakini watu hawa aina mbili kuna tatizo moja linawatatiza. Hao wote wawili wako na tatizo moja. Tatizo ni gani? Tatizo lao ni gani? Tatizo lao ni gani? Mwangaza. Kuna wale wanaambiwa watembee kwenye mwangaza ya Yesu, na kuna wale wanaambiwa waendelee kwa hiyo ya online. Kwa hivyo shida ni giza. Tatizo ni moja. Tatizo ni nini? Ni giza. Na ukisoma huyo mtu wa pili anaambiwa tembeeni katika hiyo nuru mliowasha nyinyi wenyewe. Hiyo ni kuonyesha hii nuru mtu anaitumia kuona njia venye anatembea. Kwa hivyo hii giza venye inaelezwa hapa, anaeleza giza kiasi cha kwamba hatuoni tunaenda wapi. Na hiyo ni tatizo la kila mwanadamu. Hatuoni tunaenda wapi. Hatujui njia yenye inaenda mbele. Hatujui nini litafanyika kesho. Hatujui nini litafanyika leo jioni. Kwa hivyo lazima niwe na kitu ambayo inaniangaza, inanionyesha venye nita make decisions, venye nitakubali vitu, venye nitakataa vitu. Mwangaza ninahitaji inisaidie kuishi. Tuko pamoja hadi hapo? Hii ndio shida ya mwanadamu. Hiyo giza. Hatujui kesho. Nataka tuonyeshe kwamba hii shida mwanadamu amekuwa nayo kutoka kitambo. In a certain way. Kwa sababu Adamu alipoumbwa. Mnajua story ya Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo tunaelezwa jinsi vile mwanadamu alivyoumbwa. Mwanadamu aliumbwa wa kwanza, Adamu, kutoka nini? Aliumbwa kutoka wapi? Mwanadamu wa kwanza aliumbwa kutoka wapi? Kutoka kwa udongo. Mungu mwenyewe alimfashion na mikono yake, akamtengeneza. Ndio maana tunasikia watu wengine wananiuliza, je, Adamu alikuwa na kitovu? Sasa mtu akikuuliza swali kama hilo, je, Adamu alikuwa na kitovu? Sababu tunaona kitovu iko na kazi gani? Hiyo sitaingia leo. Lakini kitabu kinatueleza Adamu aliumbwa kutoka kwa udongo. Adamu ni udongo. Adamu alipoumbwa kutoka kwa udongo, alikuwa anajua nini itafanyika kesho? Alikuwa anajua nini itafanyika jioni? Lakini Adamu alikuwa na wasiwasi. Adamu hajui mambo yote. Adamu is not omnipotent. Adamu is not omniscient. Omniscient amaanisha mtu ambaye anajua kila kitu. Lakini Adamu alikuwa na wasiwasi. Adamu alikuwa na stress. Ajui. Mwanadamu hajui kila kitu. Mwanadamu anajua, anafunza, ana learn day by day. Mungu amempa uwezo wa kulearn, lakini hajui kila kitu. Kwa nini Adamu hana wasiwasi? Kwa nini Adamu hana wasiwasi? Ako na Mungu. Ndio maana Adamu hana wasiwasi. Ametulia pale, anajua Mungu ako na nini. Huyu Mungu mwenyewe ako na uwezo. Huyu Mungu mwenyewe anajua kila kitu. Huyu Mungu mwenyewe hakuna kitu kinamshtua. Huyu Mungu ananipenda. Huyu Mungu ananichunga. Huyu Mungu ananijali. Ndio maana Adamu anafanya nini?
amekuwa hana stress. Sijui kama mnanipata ujumbe ninajaribu kuwapa hapa. Nini ilifanya Adamu aanze kuwa na stress basi? Wewe? Unalifunguka. Nini ilifanya Adamu akuwe na stress? Sababu tumeona sasa hivi Adamu stress yake haikuwa kwa sababu si ati kwa sababu anajua kila kitu, lakini kwa sababu anajua kwa sababu anajua Mungu. Anajua Mungu anamjali. Anajua Mungu atamchunga. Nini ilifanya basi Adamu aanze kuwa na wasiwasi? Alianza kula hiyo chumvi. Kwa hivyo alifanya nini? Akafanya nini katika kutenda dhambi? Alitenda dhambi dhidi ya nani? Dhidi ya Mungu. Sasa kuna uadui kati ya yeye na Mungu. Sasa anajua ile ambalo Mungu aliniambia nisifanye, mimi nikifikiria Mungu ni mbaya, nikifikiria Mungu ni adui nikanitenda. Kwa hivyo Mungu akikuja hiyo siku katika bustani, akisema Adamu, Adamu uko wapi? Adamu akafanya nini hiyo siku? Umejificha. Sasa Adamu anajificha kutoka kwa Mungu. Sasa Adamu anatoroka. Sasa hawezi tegemea Mungu. Unaona sasa kwa nini wasiwasi inakuja? Kwa sababu anagundua siwezi tegemea nani? Mungu. Sasa lazima nifanye nini? Nijitegemee. Na katika kujitegemea mimi mwenyewe nagundua siwezi. Biblia inataka ujue udhaifu wako. Hiyo ndiyo chanzo cha wasiwasi wote katika ulimwengu. Kwa sababu hata mwanadamu ajifanye aje, hata apate pesa yote aje, kuna ile ujuzi ambayo iko ndani yetu sisi kama wanadamu kwamba sisi ni viumbe dhaifu. Yule ambaye hagundui hiyo anajidanganya, yule ambaye hagundui huyo amejifanya awe kipofu na nini? Ni majivuno, ni kiburi. Sio? Mwingine amepata pesa mingi sana, amekuwa bilionea, sasa ameanza kufikiria hawezi kufika. Wameingia katika boat. Kwenye Titanic ilikuwa na watu wengi masongo. Ilifanyika nini Titanic? Mavimbi yakikuja utaitupia mabilioni hivi. Watu wanafikiria mashida zote wanaweza itupia mabilioni hivi. Maisha ya wanadamu yameonyesha ukipata mabilioni, unapata shida unafanya nini? Unaitupia pesa. Nakwambia hata kuna magonjwa ambayo hata uitupie mabilioni aje. Hakuna kitu unaweza fanya. Magonjwa yanakwambia mimi leo ndio boss. Kuna mashida. Hata saizi mimi simjui Elon Musk, lakini ninajua kuna stress. Najua kuna kitu inamweka usiku hivi lala. Why? How do I know that? Because he's a man. He does not know everything. Yale mambo ambayo anataka hana uhakika. Na Yesu Kristo anafunza kuhusu that rich fool mwenye alikuwa ametumainia, anasema sijui kesho tutafanya hivi, wacha tujenge, nimeweka akiba ya miaka 10. Akamwambia wewe ni fala sana. Leo usiku roho yako inahitajika kwako. Utalipa Mungu hizo bilioni zako. Utalipa Mungu hizo bilioni zako. Wanda Mungu Hezekia amekuja ameambiwa yeye kama na mfalme. Hezekia ni mfalme. Ameketi kwenye kiti cha enzi. Nabii pengine hata sasa hizo unajua manabii walikuwa wanavaa manguo matambara. Nabii amekuja na matambara yake, anamwambia hiyo ugonjwa Mungu amesema hautapona. Amesema utapona, tayarisha will. Amebeba tayarisha will. Aanza kusema mimi ni mfalme wa Israeli, tumia mamlaka yangu, nenda kwake Mungu mwambie lazima niongezee miaka. Mamlaka yako inakusaidia hiyo wakati? Hapana. Zile vita zote ameshinda zinamsaidia hiyo wakati? Nini inamsaidia wakati pekee? Ni kulia tu kwa Mungu. Mungu, nimekuwa mtu ni kulia. Anagundua hiyo mara hapo anafanya nini? Anagundua udhaifu wake. Na Mungu anafanya hivyo katika maisha ya kila Mkristo. Kila Mkristo anajua this feeling. Because mtu hawezi kuwa Mkristo katika hali ya majivuno. Mtu hawezi kuwa Mkristo katika hali ya kiburi. Mungu lazima afanye nini? Akushushe.
Mkristo anajua what it means to be humble. Mwingine alikuwa hata pengine na kazi kubwa, Mungu akamnyang'anya hiyo kazi ndio akumbuke is nothing. Akumbuke is nothing. Akwe betrayed na wafanyikazi wenzake ndio akumbuke huwezi tegemea mwanadamu. God does this to us. He humbles us. Ndio maana mwanadamu wako na wasiwasi. Ndio maana kando ya huyu Mungu wa Israeli, kando na huyu Mungu aliye hai, kando na huyu Mungu afanyaye mambo, because this is a God who is alive and he does things. Kwa nini unafikiri tunatoa wapi ujasiri? Kwa sababu sisi ni wenye nguvu sana. Sababu Mungu anafanya nini? Anasonga mbele yetu. Anafanya mambo mbele yetu. This God who does things. Kando ya huyu Mungu mwenye nguvu, wanadamu wasiwasi ni nini? Ndio maana wasiwasi umejaa ulimwengu. Ukisikia watu wameacha kuacha Mungu, watu wamwabudu Yesu siku hizi, just know as a side effect anxiety does what? Goes up. It goes up so badly that it becomes a disease. Siku hizi si anxiety ni ugonjwa. Si wanaitibu kama ugonjwa. Wanaitibu kama ugonjwa, na ukishaanza patterns za hofu zinaanza kuingia katika kila sehemu ya maisha yako, kiasi cha kwamba unakuwa na wasiwasi na kila kitu. Kila kitu. Yaani inakuwa ni tabia sasa ya wasiwasi. Unapata kuna, I'm sorry, even phobias. See, phobias are a form of anxiety. Those are not. The more people get away from God, even those phobias increase. As a default. You start fearing everything. You fear everything. Oh, this will go wrong. Oh, that could go wrong. Oh, this, it inaingia every aspect of your life. It seeps in. Ina seep in. That is because we are away from God. Tunagundua deep in our nature, tunagundua nini? Udhaifu wetu. Deep in our nature tunagundua kivyetu hatuwezi. Tunagundua tunahitaji msaidizi. Tunahitaji yule ambaye anatusaidia, ambaye ni mwenye nguvu, ambaye anajua yote, ambaye anajua kitu kitafanyika kesho, ambaye atanikinga kutoka kwa mashida. Tunajua tunahitaji hiyo. Bila hiyo kivyetu hatuwezi. Tunaanza kuogopa kila kitu. Mtu ataanza hata unasikia watu hata ants. Kwa siku hizi kuna watu hata wako na phobia ants. Oh, ant inaweza fanya hivi, ingia hapa hivi uchoke. You fear everything. It starts as a pattern of fear, a pattern of anxiety. You normalize it. Alafu kidogo kidogo imefanya nini? Ina infect the whole heart. Because why? Because why? Because you don't have God. Unafikiri Adam alikuwa na anxiety pale Garden of Eden? Adam alikuwa na anxiety? Na alikuwa pale anaishi na manyoka. Alikuwa na anxiety Adam? Na Eve. Anxiety ilianza after apendeza. Anagundua nikitoka nje ya nyumba hivi ninaweza raruliwa na simba. If I step out of the house. So, anaanza kuogopa kufanya nini? Kutoka nje ya nyumba. Unajua kuna watu wako na phobia hata ya kutoka nje ya nyumba. Si mnajua hivyo? Anasema hapo nje kuna hatari mingi sana, unaweza gongwa na gari, unaweza patwa na stray bullet. Go to developed countries sasa hivi uone. These phobias are on the rise. Mtu anaogopa kutoka kwa nyumba. Unashangaa. Can't you relate yourself? Can't you relate? Can you relate? Kwa nini anashindwa kutoka kwa nyumba? You can relate. You can relate. Alikuwa hapo ndani anaanza kufikiria zile vitu zitanifanyikia nikitoka huko nje. Inamparalyze. Anashindwa kutoka. Nasema mimi nitafanya kazi hapa. Nitaishi kwa basement ya mamangu hadi nikufe. Tatizo ni hilo giza linalotuzuia kuona mbele.
linalotuzuia kujua lile litakalotufanyikia. Tunahitaji mwangaza. Tunahitaji mwangaza. Tunahitaji mwangaza. Tunahitaji nuru. Na Mungu anatufunulia hii nuru kivyake. Anatuonyesha yeye anajua shida ni gani. Hizi mambo zote ambazo hata madaktari hufanya, it is a temporary solution. It is a minimal solution. Haiwezi tibu shida at the root. Shida ni itibiwe wapi? Unaelewa nikisema at the root hebu? Usichoke mapema. At the root. Mambo ukisolve juu. Unajua kuna watu wengine unakuja kusema mtu ni mgonjwa. Tuseme uko na malaria. Alafu malaria imekupea mwili moto. Sio? Alafu kuja kwangu nikupee dawa ya mwili moto. Ufanye nini mwili moto ufanye nini? Upungue. Useme wewe. Najisikia niko freshi. Umepona? 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 Hujapona. Umekufanya nini ufanye nini? Usikie tu umefanya nini? Umetulia. Lakini malaria bado iko. Na itakumaliza. Hadi upate dawa ambayo itaua hizo vitu zinasababisha malaria. Ndio tutasema shida imefanya nini? Imetatuliwa. Hata hizi mambo zote ambazo ulimwenguni watu wanafanya ili kudeal na shida ya watu, wasiwasi wa watu kuogopa nini, they are at best treating the symptoms. At best. Kwa sababu the heart of the problem. Unapata hata kuna ingine hata tunatumia dawa. Kuna madawa ambayo ati mtu akikuwa na wasiwasi, kuna hormones, makemikali katika mwili zinafanya nini? Zinaongezeka. Kwa hivyo peana dawa ambayo itafanya hizo kemikali zifanye nini? Zishuke. Wasiwasi umeenda kweli? Ni mtu sasa hivi venye ilikuwa inamfanya akwe paralyzed hivi, at least anasikia hapo relax kidogo. Lakini wasiwasi bado iko. At best unatibu symptoms. Shida yenyewe ni mwanadamu anaogopa, mwanadamu ana wasiwasi kwa sababu anahitaji nguzo. Mwanadamu anahitaji nguzo, mwanadamu anahitaji a shield, a defender, a protector, a helper ambaye anaweza kumtuliza moyo wake, amwambie mimi kama mimi niko, usiogope hali yoyote ile. Nini hii unaogopa? Unaogopa mateso? Kwa mateso nitakuwa na wewe. Nini ingine unaogopa? Ufukara. Hata kwa ufukara nitakuwa na wewe na nitahakikisha uko na nguvu na nitakupa chakula chako cha kila siku. Nini ingine unaogopa? Kufukuzwa nyumbani. Mimi ni familia yako. Mimi nakukubali kwangu. Unahitaji msaidizi ambaye anajua shida na taabu zako zote. Na kila hali ambayo anakuonyesha katika roho yako na anakuhakikishia, haijalishi kitu ambacho chochote kinaweza kuja, mimi niko na wewe. Hiyo ndio shida. That is the heart of the problem. Na Mungu anajua hiyo. Na anajua wewe Adamu ni kwa sababu alifikiria Mungu ni adui wake ndio alikula hiyo. Ndio maana watu wanatenda dhambi. Watu hutenda dhambi kwa sababu wanafikiria Mungu anawanyima. Wanafikiria Mungu anawakosea. Wanafikiria Mungu hataki wakuwe na furaha. Sasa mbona hataki nikue? Mbona hataki niibe? Mbona hataki nikuwe na wasichana 5? Kwani nikikuwa na wasichana 5 na wamekubali, shida iko wapi? Mimi si rape mtu. Mtu anaanza kufikiria Mungu anafanya nini? Anamkosea, anamnyima. Ndio maana watu hutenda dhambi. Ndio maana wewe hutenda dhambi. Dhambi inakupea ahadi. Na unasikia Mungu alafu Mungu anakwambia usifanye hivyo. Unasema, Mungu mbona unataka nifanye hivyo basi? Unataka nifairie job? Unataka nifukuzwe kazi? Hata unaniambia nisitende ufisadi, nisipotenda ufisadi bosi wangu atatoa wapi? Kwa hivyo wewe Mungu hutaki nifanye nini? Hutaki nifanye kazi. Kwa hivyo mimi kwa sababu naona wewe Mungu hutaki unipendi, kwa hivyo nitafanya nini? Acha nitafanya ufisadi. That's why we sin. Sin gives us a promise. Sin draws us in, and we do what? We listen and obey and give ourselves to Him. Hiyo ndio pattern ya dhambi. Hiyo ndio pattern.
na Mungu anajua hiyo, na anajua wewe venye unaendelea kwenda hivyo, unaendelea kutafuta amani katika dhambi na haipatikani. Hata inakuongeza wasiwasi zaidi, kwa sababu unapoingia katika dhambi zaidi unaenda mbali sana na yeye ndio anaweza kukutuliza peke yake. Yeye ndio Mungu peke yake, hakuna mwingine. Mungu si wa saba, Mungu ni mmoja na ni baba yake Yesu Kristo. Kwa hivyo huyu Mungu anafanya nini? Anakukujia, anaondoa hiyo uadui wako, anaondoa hata yule uadui ambao wewe ulianzisha kwa kumtuma mwana wake wa pekee kufa msalabani, atandikwa viboko kwa sababu ya wewe ukukufa, atemewe mate kwa sababu wewe ndio unafaa kutemewa mate. Hiyo ndio haki yako. That is what he did because of your sin. Kwa hivyo amemtuma Yesu abebe mzigo wako, ndio wewe mwenye ulikuwa unasema Mungu anipendi, uone Mungu anakupenda hata wakati wewe unafanya nini? Unamchukia. Tukiwa tungali wenye dhambi, Mungu alimtuma mwana wake wa pekee. Ndio Paulo anataka kutufunza. Hiyo ndio Ukristo. Tukiwa tungali maadui zake, alilipia dhambi zetu. Tukiwa tungali maadui zake, tukiwa tungali tunamtemea mate, hakungojea. Yeye ndo alikuja wa kwanza, yeye ndo alitupenda wa kwanza. Sasa akisha kufanyia hivyo, anataka kukuita kwake, kuonyesha kwamba unaona, sasa wewe ndio ulileta shida na mimi ndio nimejitolea kufanya nini? Kulipia. Nimekulipia hii bei yenye ambayo haungewahi lipa. Kunitusi mimi Mungu Mwenyezi wa milele, kunidharau mimi Mungu Mwenyezi wa milele. Ingekuwa ulipie, ungelipia milele na milele, na bado haitatosha. Kwa hivyo nimemtuma mwana wangu wa milele alipie deni yako, ndio uweze kuja mbele yangu ukijua hakuna hukumu juu yako ndani ya mwana wangu. Mimi sasa ni mimi nimekuleta kwangu, ni mimi nakuvuta kwangu, ni mimi nakurudisha kwangu, nakupatanisha nami. Ndugu yangu, unaona venye hauna excuse kutokuja kwa Mungu? Do you see how no man has any excuse to not come to God, the living God, the one who works for you? Unaona venye hakuna mtu hana excuse ya kutomwamini Mungu, kutomtrust katika kila situation. Sasa hizi nikisimama hapa niseme kwa nini nisimtrust Mungu? Hakuna uadui kati yetu. Uadui ulikuwa, lakini nani aliondoa? Nani aliondoa hiyo uadui? Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiye aliondoa kwa kumtuma mwana wake. The one you wrong is the one who has suffered for the wrong. Yule mwenye ulimkosea ndio amelipia bei ya ukosefu wako. Makosa ni yako, uchungu ni yeye anabeba. Kuna excuse kweli kutokuja kwa Mungu kama huyu? Kuna excuse kutomwamini Mungu kama huyu? Utadharau kazi aliyofanya katika Yesu Kristo. Utadharau mwana wako. Utadharau efforts zake za kukushika na kukuleta kwake. Uishi useme God knows the solution is that you need him, and he has brought you to himself. Amekuleta kwake. Ndugu zangu, huyo ndio mtu wa aina wa kwanza hapo. Ameambiwa hivi, huyu mwenye ameamini sauti ya mtumishi alitumainie jina la Bwana na afanye nini? Amtegemee Mungu wake. Sasa huyu mwenye anamtegemea Mungu wake
anagundua, anasema mimi ni dhaifu katika kila hali, Mungu ndio atafanya nini? Atanisaidia. Mkristo kwanza anagundua udhaifu wake katika kila jambo. Anaulizwa, sasa unasema Mungu amekurudisha kwako, utapiganaje na dhambi? Utapigana kivipi? Utapigana kivipi? Nani atakuwezesha kupigana? Nani atakuwezesha kupigana na dhambi? Nani atakuwezesha kupigana na dhambi? Simple question, kama uko kufuata. Si yeye. Huyo mwenye amekuokoa na akalipia hizo dhambi, yeye ndiye atakusaidia kupigana nazo. Nani atahakikisha umefika mbinguni? Nani amehakikisha utafika? Nani atahakikisha? Ni nani? Ni yeye. Wewe ndio ulikuwa unakosea hapo. Wewe ulikuwa unatoroka. Wewe ulikuwa unaenda. Si ndio ameamka akakukimbiza akakuja akalipia. Sasa basi atafanya kazi nusu. Mwenye amekubeba hivi anakurudisha ndio atahakikisha amekurudisha milele. Safari ya Ukristo saa hii, nani atahakikisha unatembea as a victorious Christian? Ni nani? Ni nani? Yeye. It is him. Chenye ameanza atafanya nini? Atamaliza. Paulo anatuambia hata hii kitu amefanya ya kwanza yenyewe ni proof enough that he will finish the work. Kwa sababu yeye amefanya ya kwanza, hata ndio kazi ngumu. Ndio kazi ngumu. Paulo anasema kama Mungu ametupatanisha sisi maadui wake, basi yeye imebaki hiyo siku. If we are reconciled already through what? The death of his son. Lazima angemtoa mwana wake afe, achinjwe, aibishwe, adungwe misumari, atukanwe, apigwe viboko, manyama ziraruke. Mwana wake wa pekee. Lazima hiyo ingefanyika ndio wewe urudishwe. Sasa kama hiyo ishafanyika, kuna kitu atakunyima kweli? Kama alikuwa tayari kumtoa mwana wake wa pekee ndio wewe usipotee, nini sasa basi atakunyima? Kuna kitu atakunyima. Kwa hivyo wewe fanya nini? Muamini na umtegemee. Muamini na umtegemee. Mkristo asiseme siwezi. Mungu anaweza shinda kweli? Umejaribu kumlilia? Hekima yake ukiisikia unafanya nini? Unaisikia hekima yake na unaiamini. Katika kuamini hekima yake unaonyesha kwamba unategemea nani? Yeye. Mungu akikupa hekima fulani, Mungu akikupea direction fulani ya kufuata, alafu useme hiyo hapana, hiyo siwezi fanya, inaonyesha bado wewe haumtegemei nani? Yeye. Unategemea njia zako. You are still depending on your own wisdom. You still think you are wiser than God. You still think you can do better than him. Unatembea bado katika uadui. Shinda hiyo impulse. Defeat that impulse. Rudi kwake Mungu, ungama hiyo uovu, kusema Mungu, nagundua bado ninategemea hekima yangu badala ya yako. Naomba Mungu wangu, fanya moyo wangu uwe soft. Fungua sikio la moyo wangu, nipate kusikia maneno yako, nipate kuyapokea, na hata katika kuyapokea kufanya nini? Kuyafuata. Paulo anasema hivyo katika kitabu cha Wafilipo. Work out your salvation because God is working in you. Will and work. Tii, anakuambia tii kwa sababu Mungu ndio anafanya kazi ndani ya moyo wako kufanya nini? Kutaka hata kutii. Ushaifanya jambo lolote la kiungu hata moja ambalo haukuwa unalifanya last week? Haukunduyo ni Mungu anafanya kazi katika moyo wako? My friend, something so small. Kitambo hata huko unaona watu wanahitaji usaidizi,
siku hizi unatembea na unaona mtu ana usaidizi na moyo wako unasikia can I do anything to help my brother there? Ufanye jambo kama hilo, usonge pale mbele, useme sijawahi fanya kitu kama hiyo maisha yangu. Haujawahi kaa chini ukagundua si wewe unafanya hivyo, ni nani? Mungu ndio anafanya kazi ndani yako ukue hivyo. Mimi hata saa zingine nakaa chini najishangaa nilianza kuhubiri aje. How did I even get the desire to preach in the first place? I sit down and I get surprised. Nilianza kupata hata tamaa ya kuhubiri neno la Bwana. This is not me. 2015 mimi anaweza niangalia sasa hivi aseme hiyo sio plan yetu. But here I am. And I know then this is evidence of what? That God is the one who is doing what? Working. He's working in my heart to make me want to desire people to be saved, people to know him just as I did. Ninapata tamaa watu wasikufe katika dhambi zao. Ninapata tamaa watu wasichomeke motoni ambao hata mimi nagundua nilikuwa naenda huko. Isingekuwa Mungu akamtuma mtu akanifunza Injili na macho yangu yakafunguka na nikapata kuona. Nikasema Mungu wangu, nilifanya nini ndio nipate kusikia Injili yako hii? Nilifanya nini? Basi jinsi ambavyo umemtumia ndugu Haisal kukuja kwangu, basi Mungu wangu nakuomba kulingana na uwezo wako nitumie mimi hata nishike mtu mmoja venye umenishika mimi. Hata mtu mmoja tu. Isiwe mimi nilikuwa tu hapo wa kunaswa, lakini mimi siko tayari kutumika kama chombo cha kunasa wengine. Unafikiri mimi nafanya hiyo kazi? Mungu ndiye anafanya kazi katika moyo. Mungu ndiye anakufanya unatamani. Unaona hata kutamani. Yaweza kuwa bado unaishi katika dhambi. Na umemjua Yesu Kristo. Lakini unagundua sasa ndani ya moyo wako kuna nini? Uadui dhidi ya hiyo dhambi. Uko na uadui dhidi ya hiyo dhambi. Ushaisikia, hili ni funzo la kweli. Mkristo peke yake, hii ni alama serious sana ya Mkristo. Mkristo ndio mtu peke yake hii ulimwengu anahuzunika na kiburi chake. Kiburi chake kinamhuzunisha. Anakaa chini na anajihukumu kiburi chake. That is a sign of a Christian. No one does that. No one else does that. Only Christians can look at what they did and say, I did that out of pride. Pride bado iko, si ndio? But what the relationship ako nayo na hiyo pride sasa is not the same. Hiyo si rafiki hiyo pride ni. Anataka kufanya nini? Anataka kuiua. Anataka kuimaliza. Anataka kuikatakata. Anataka kuichoma. That is a sign of a believer. That is a sign of regeneration. Hiyo ni sign ya mtu amezaliwa upya. Ndio mtu wa aina wa kwanza. Na anasema anaenda hata kwa Mungu na hiyo confession. Anasema wewe Mungu uliyeniokoa, wewe Mungu uliyeniunganisha na Yesu Kristo, wewe Mungu uliyenionyesha mimi sina kitu chochote kizuri ndani yangu na ukanirudisha kwako bado, ukamtuma mwana wako pekee bado kwa ajili yangu. Mungu wangu, angalia ndani yangu bado ninaongozwa na kiburi. Mungu wangu umesema utahakikisha nitafika hiyo siku nikiwa msafi bila tone la uchafu. Basi Mungu Baba umesema ni wewe utanisafisha. Nisafishe uchafu huu. Nisafishe uchafu huu. Nimechoka kubebwa nayo. Nimechoka kuchafuliwa nayo. Na wewe ndio umesema utafanya nini? Utanisafisha, nioshe. Amen. Mungu anajua shida ya wasiwasi inatoka wapi na anaitatua.
Ndio maana hizi wiki zilizopita, kuna wiki tulisema alama ya Mkristo ni akipata wasiwasi anaifanya nini? Anaipeleka kwa nani? Kwa Mungu. Anasema God will take care of it. Mkristo anaambia do not worry about anything. Usiwe na wasiwasi, usiwe na fadhaa kuhusu jambo lolote lile. Umekosa kazi, usikufadhaishe. Umekosa nini, ugonjwa, umefiwa, umepata msiba mkubwa sana, usiwe na wasiwasi. Mungu anakuambia katika unyenyekevu, leta hiyo wasiwasi yako kwa baba yako. Imwage pale, iangushe pale. Hata kama kuna wasiwasi zingine lazima zianguke na machozi. Lia pale. Haujaimlilia Mungu ukiangusha wasiwasi wako pale. Men, I want strong men who cry to God. That is what I want here. I want strong men who cry to God. I want strong men who hide themselves in their room, na hizo stress zao zote, na wanafanya nini? Wanazililia kwa Mungu pale, wanasema wanalia yote, kama vile Yesu alivyomlilia kwa sababu ya Lazaro. I want you to cry your stresses out to God. I can assure you it works. Unajua venye baba anafeel mtoto wake akilia mbele yake. Do you know how a father feels when he sees his daughter or son crying in front of him? How much more do you think baba yetu anaweza feel akiona unamlilia kuhusu kitu ambaye amekuahidi? Don't you think anasikia? Unafikiria anakuona tu anasema mchana ni bora. Mimi mwanadamu ndio ninakuanga hivyo. Mwanadamu unaweza nililia bado na mimi nikaze moyo vibaya sana. Niseme huyu jamaa ache ufala bana. Mimi ni mwanadamu, najua. I've seen my heart. Sometimes my grace runs out. Ninachoka. Hiyo ndio aina ya kwanza ya moyo. Lakini aina ya pili, Mungu anaieleza hivi. Huyu ategemei nuru ambayo inatoka kwa Bwana. Wao wanafanya nini? Wanawasha moto kivyao. Wanapeana mienge iwakayo nyinyi kwa nyinyi. Mienge ni tochi. Sawa? Hizi ile kuni iko na moto. Anasema hawa hawategemei nuru wanapewa na Mungu. Wanataka kuwasha nuru yao. Anataka kuwasha kiberiti yake. Anataka kuwasha nuru yake mwenyewe. Ako na wasiwasi, lakini ako na hekima yake ambayo anataka kutumia kufanya nini? Kuongoza. Na haiwashi pekee, anaiwasha na anaanza kufanya nini? Anapea watu. Anapasi around. Anapasi. Na Mungu anawaambia, vile ambavyo inakaa ulimwengu inaweza kani aina ya nuru. Kwa sababu anawaambia tembeeni katika hiyo nuru. Tembea katika hiyo nuru. Lakini na kuashua hii, mtapokea kitu fulani kutoka kwa mkono wangu. There is something you will receive from my hand. Ambao ni nini? Kwa sababu wale wanaowasha mienge yao hawaiwashi katika nani? Mungu. Ukienda katika Mungu, unaenda pale, Mungu ndo anakupea mwenge. Yeye ndio nuru. Wewe katika kuwasha mienge yako hapa, unaonyesha kwamba unafikiria wewe unajua zaidi ya nani? Na Mungu. Nasema hapana, hatumesikia usiibe, hiyo ni nonsense. Hii Kenya ni do. Hata hiyo do venye utaipata, hata kama utaiba, hata kama utaua, hata kama utakuwa dambazi, cha muhimu ni nini? Pata hiyo do. Hiyo si ni mwenge amewasha. Hiyo si ni nuru mpya hiyo. Na anatembea katika hiyo nuru. Ako tayari hata kutotuma pesa kwa watoto wake. Ako tayari kutupilia mbali familia yake. Kwa sababu gani? Mazao si wauma na kisha school fees nyingi sana. Manzi hapana. Sasa wananimalizia nini?
do. Anatembea katika nuru yake. Sema hao watu wamenizoea sana. Umesahau mama ndiye alikulipia kazi. Sasa unaongea chafu. Mama ananipigia hapa kila wiki ati anahitaji pesa ya gas. Si ajinunulie, si akona bwanake. Na nini imeongoza moyo huo? Ni anataka kuhifadhi pesa yake. Ameona huyu mama anachukua pesa yake. Pesa ni mwenge. Amejiwashia. Kuja kanisani wewe. Hapana, siwezi kuja kanisani. Uko na biashara. Hiyo ni nini amewasha? Si mwenge amewasha. Anasema mambo ya kanisa si muhimu. Cha muhimu biashara. Pata biashara yako. Biashara yako ikue. Kama kuna mtu hapa hajawahi jenga hata choo. Hauna kitu, si kitu Mimi siwezi ongeleshwa na mtu ana proti. Na fuata mse fulani TikTok anaongea hivyo ndio maana namuimitate. Ni Mkikuyu huyo jamaa. Lakini ana exemplify hiyo typical Kikuyu attitude yenye tunakuanga nayo, hii yenye tunakuanga prejudice. Nasema Wakikuyu anakuanga hivi. Anawa Mkikuyu halisi ile ya Wakenya ile. Video yako kwa kiringi fulani safi. Anaongea chafu. Anaongea chafu sana. Unaanza unakaa chini unasema, "Gai, mimi ni kitu kweli." Mimi venye sina sijaji nunua hata plot manze. Mimi hata si mtu. Hiyo ni nini anajenga pale? Sio ni light. Hiyo ni filosofi yake ya maisha, si ndio? Hiyo ndo nuru ambayo anatumia kufanya nini? Kutembea. Hiyo ndo kitu namsaidia kufanya maamuzi yake. That is how he makes his decisions. Akipata mashida katika maisha yake, sio ndio inamsaidia kuamua hili ama lile. Kweli ama si kweli? Ameumba mienge yake. Anasonga mbali na Mungu. Mungu anakuambia hizo vitu unafikiria zitakuongoza vizuri hizo. Fanya nini? Endelea hapo. Tembea hapo. Zidi. Tembeeni katika nuru ya moto wenu na hiyo mienge mliowasha. Hili ndilo mtakalo lipokea kutoka mkononi mwangu. Mtalala chini kwa mateso makali. Si kwa mateso. Hautalala chini kwa mateso. Utalala chini kwa mateso makali. Mungu akuthreaten. Si threat. Ni kitu ambacho una deserve. Mungu ni mtu ako na haki. Mungu ni mtu wa haki. Afanyi mambo kwa sababu yeye ni dikteta. Dikteta ndio akikwambia hivyo unajua tu ni kwa sababu ya wivu. Anakuambia, mnataka kupigana na mimi kwa kura. Endeni piganeni na hiyo kura. Hili ndio mtakalo lipokea kutoka mkononi mwangu. GSU watawamaliza. Kwa sababu ni haki. La hasha. Sio? Kwa sababu yeye ni muovu. Si ndio? Kwa sababu yeye ni muovu. Anatumia nguvu zake sana. But God is not like that. God is not a dictator. Anakuambia wewe tembea katika hiyo moto na mtapokea mateso makali kutoka mkononi mwangu. Kwa sababu mnapotembea katika hiyo mioto, mnazidi mbali na sana kutoka kwangu. You keep walking away from me and what you deserve is what? Righteous wrath. That is what you deserve. Anaiongelelea katika hizi verses. Ndio nikaona acha tunaweza zipitia haraka. Tuone yenye tutaweza kupitia. Naweza soma moja pekee. Hii ya 28, 15, 17 to 19. Isaya tu bado. Unaona anaongelelea hawa watu wengine anasema hivi. Verse 15. Nyinyi mnajisifu. Tumefanya agano na mauti. Tumefanya mapatano na kuzimu. Wakati pigo lifurikalo litakapopita, haliwezi kutugusa sisi. Kwa kuwa tumefanya uongo kuwa kimbilio letu na miungu ya uongo kuwa pahali petu pa kujificha. Mungu anaongelesha hao watu wamemwasi. Anawaambia hivi ndio mnaongeanga, tumefanya agano na mauti.
tumefanya agano na miungu ya uongo. Kwa hivyo mashida zitakapokuja, hii uongo yenye tumeshikilia ndio itafanya nini? Ndio itatuokoa. Ndio nasema nikipata ugonjwa nitakuwa na nini? Nitakuwa na hiyo doo. Bibi yangu akianza kujaribu kuniwacha, nafanya nini? Namtupia hiyo doo. Me I can do what I want. Dema hizo hakuna mali anaenda. Nitafanya nini? Nikiwa anaanza kuleta nuksi nafanya nini? Naanza kumwaga madola kwa hiyo shida. Sio? That is what the man says in his heart. I'll do that. He has money on everything. That is where his heart is. Anasema haogopi shida, haogopi kesho. Mashida ikikuja, hii kitu yenye nimeaminia, mtu anasema mimi ni famous, mimi niko in power. Mashida zikikuja, niko safe, zitanisaidia. Shida ikikuja itanipata mimi. Verse 17 to 19. Nitaifanya haki kuwa kamba ya kupimia. Huyu ni Mungu sasa anaongea. Nitaifanya haki kuwa kamba ya kupimia na uadilifu kuwa timazi. Mvua ya mawe itafagia kimbilio lenu, huo uongo. Nayo maji yatafurikia mahali penu kwa kujificha. Agano lenu na kifo litabatilishwa. Patano lenu na kuzimu halitasimama wakati pigo lifurikalo litakapowakumba, litawaangusha chini. Kila mara lijapo litawachukua asubuhi baada ya asubuhi, wakati wa mchana na wakati wa usiku, litawakumba tangu mwanzo hadi mwisho. Anakuambia, my friend, continue believing that. Continue trusting that. But I assure you, nitakuonyesha kwamba mimi niko kubwa kuliko wewe. Haki yangu itakufanya nini? Itakucha. My righteousness itakufikia. Hayo mapigo yenye unasema itakufikia itafanya nini? Itakupata. Na mimi nakuhakikishia, Paulo anasema hata si katika ulimwengu ujao. Katika ulimwengu huu inaanzia hapa. Itaanzia hapa. Itaanza kuozea hapa. Hiyo ndoa yako yenye msingi wake ni hiyo pesa. Ngoja uone bibi yako atakufanyia nini. Atakufunza wewe na hizo mapesa zako. Ama kama hata kufanyia kitu pengine, she is a godly woman. Pengine she loves God. But something will happen. Tumeka msingi ni hiyo. Wacha tuone basi. Let us see if it is going to be able to do what? To hold the structure. Wacha tuone venye ta hold hiyo structure. Sio? Nasema hiyo biashara yako haitaanguka kwa sababu ya uko na connection. Kwa hivyo uko tayari hata kuua ni biashara isimame. Let us see what is going to be of that business. Wacha tuone hiyo effect hiyo biashara hata kwa maisha yako itakuwa aje. Mungu anakuambia hizo vitu unatoroka zitafanya nini? Zitakuja na zitakupata. Unaweza kuficha kutoka kwa ulimwengu, lakini ukiwa pale nyumbani peke yako, you know the misery it is causing you. Sasa nisome hii Isaya chapter 30 kwa haraka. Verse 9 to 14. Ni refu kidogo. Nenda sasa liandike neno hili juu ya kibao kwa ajili yao. Liandike kwenye kitabu ili liweze kuwa shahidi milele kwa ajili ya siku zijazo. Hawa ni watu waasi, watoto wadanganyifu, watoto ambao hawataki kusikiliza mafundisho ya Bwana. Mstari ya 10. Wanaambia waonaji, yani manabii, msione maono tena. Nako kwa manabii wanasema, msiendelee kutupatia maono ambayo ni ya kweli. Tuambieni mambo ya kupendeza. Tabirini mambo ya uongo. Acheni njia hii. Ondokeni katika mapito haya.
nanyi acheni kutukabili pamoja na yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Kwa hiyo hili ndilo asemalo yeye aliye mtakatifu wa Israeli: kwa sababu mmekataa ujumbe huu, mkategemea uonevu na kutumainia udanganyifu, dhambi hii kwenu itakuwa kama ukuta mrefu wenye ufa na wenye kubetuka, ambao unaanguka ghafla mara moja. Utavunjika vipande vipande kama chombo cha udongo, ukipasuka pasipo huruma, ambapo katika vipande vyake hakuna kipande kitakachopatikana, kwa kuukulia makaa kutoka jikoni au kuchotea maji kisimani. Amen. Enda andika, usome hiyo kitu vizuri kama hujaielewa. Very nice verse. Anakuambia wale watu ambao hawamwamini Mungu. Mungu ni wa kweli. Mungu hasemi uongo. Mungu hafunzi uongo. Yale ambao nimekuambia Mungu anakutia si uongo. Mungu akikwambia njoo kwangu katika Kristo Yesu akudanganyi. Watu hawataki ukweli sasa. By nature mnakuwa watu wa uongo. Na mnajaribu kunyamazisha nini? Ukweli. Mnaambia watu wanaongea ukweli, nyamaza. Mnaambia manabii, wacha kutufunza ukweli. Wacha kututabiria ukweli. Wewe wacha kutuambia mambo ya Mungu, tuambie mambo. Wacha kutuambia mambo ya huyo aliye mtakatifu. Tuambie mambo mengine. Tuambie mambo matamu. Tuambie mambo tunataka kusikia. Usitiambie mambo ya mtakatifu hiyo. Mwana vile ulimwengu. Unaelewa kwa nini makanisa mengi pia yanaanguka? Mungu alisema wakati nyakati kama hizi watu watakuwa na njaa ya kusikia mambo matamu. Watakuwa na njaa ya kusikia mambo yanayowatickle masikio. Biblia inatuambia nyakati kama hizo ndio hizi zimefika. Watu wanataka kuja kuambiwa Yesu anataka adui wako akufe. Kama amen. My friend, is that what I have been sent? I've been sent to tell you, love your enemy as God loved you when you were his enemy. Tulikuwa adui wako na akakupenda na akakufa kwa ajili yako. Kwa hivyo wewe pia fanya vivyo hivyo. Hiyo ndio kweli. Nataka nikuje nikwambia adui wako biashara yake itaanguka. Mimi nakwambia biashara ya adui wako ikianguka, nataka ufanye nini? Umuombee. Adui wako akipoteza kazi, ninataka uende ulie nyumbani kwa ajili yake. That is the truth. Na kama moyo wako haujafika hapo, basi moyo wako haujakuwa affected na hiyo wokovu ambao umepokea. Haujaokoka. Lakini kama umeokoka na unagundua hivyo, basi nenda kwa Mungu ufanye nini? Nani atakufanyia hiyo kazi? Nani atakupea moyo ambao unapenda adui? Nani atakupea hiyo moyo? Nani atakupea hiyo moyo? Mungu Mwenyezi ndiye atakupea hiyo moyo. Nenda kwake kafanya nini? Kalilie hiyo moyo ukisema Mungu nipe hiyo moyo. Sio ndio alianzisha hiyo kazi? Nenda ataimaliza. Wanataka sasa watu wanafunza Biblia wanyamaze. Na Mungu anakuambia sasa nyinyi mmeamua kutegemea uongo. Mmeamua kujenga juu ya uongo. Anakuambia hiyo yenu itakuwa kama ile ukuta iko na crack. Itakuwa ni kama ukuta iko na crack ambayo mambo inakuwa tu iko sawa hadi siku moja inafanya nini? Inaanguka yote mara moja. Na wakati inapoanguka hakutakuwa hata na kipande cha kuchotea maji. It will fall down and become utterly useless. It will break down and become utterly useless. Nyinyi mnaojenga juu ya uongo, jenga. Itakuwa ni kama ukuta ambao inafanya nini? Inaanguka mara moja ghafla, out of the blue. Haya nini? Haya. That is what will happen. It will all fall apart. Mungu anataka ujenge pia. Mungu anataka ujenge kila kitu maishani mwako juu yake. Katika hali nzuri, katika hali mbaya. Mungu anataka ujenge familia yako juu yake. Mungu anataka ujenge urafiki wako, kazi yako juu yake. Na kama unatafuta kazi, Mungu anataka ujenge kutafuta kazi kwako juu. Yule
Brother ambaye hajengi juu ya Mungu si ndio wanaenda hapa kupeana ma bribes hapa za milioni 10 ndio wapate kazi. Wao wanajenga juu ya Mungu. Wewe mwenye hajengi juu ya Mungu anaambia endelea afanya hivi. Fanya hivyo bro. Itakuwa kama kipande ambacho hata kiwezi kutoka maji. Jenga juu yake. Let him do the work. Kama uko katika period ya uncertainty kwa maisha yako, hata hiyo uncertainty yako yenye hujui mbele wala nyuma, jenga juu yake. Being uncertain in God. Kwa sababu hata watu ambao wako katika Mungu, Isaiah chapter 46 verse 12 inasema hivi. Isaiah chapter 46 verse 12. Isaiah chapter 42 verse 16. Isaiah chapter 42 verse 16. Mungu anaongea hivi. Anasema, nitawaongoza vipofu kwenye njia ambayo hawajaijua. Nitawaongoza vipofu kwa njia ambayo hawajaijua. Kwenye mapito wasioyazoea nitawaongoza. Mapito gani? Wasioyazoea. Hii njia ya Mungu sifikiri ni kitu tumezoea. It is a new thing. Si kitu kawaida watu kupenda maadui zao. This is not normal. You don't know how to do this. You've never been here before. Mungu anakuonyesha kwa njia mpya. Ndio ukiwa katika hiyo njia unaamini pekee mwenye ako mbele yako, mwenye anakulead. Ukikuwa katika period ya kutafuta kazi, haujui mbele wala nyuma, haujui itakuja lini. This is new for you. This is new for you. This is new. Tumezoea kukuwa in control, si ndio? Mwanadamu tumezoea kuwa in control. Sasa unawekwa katika hali ambayo unakaa na unaamini pekee mwenye anafanya nini? Anakuongoza. Human beings don't like that. Watu hawapendi kukuwa katika hiyo hali. Ninategemea tu uzuri wa mwenye ananiongoza. Mungu anakuweka katika hiyo hali. Hiyo ndo hali Mungu anakuweka. Katika hali ambayo hatujaizoea, ni kitu mpya. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yao na kufanya mahali palipo paruza kuwa laini. Haya ndiyo mambo nitakayoyafanya. Hiyo place inakaa uncertain, inakaa giza. Mimi mwenyewe ndio nitaifanya iwe nuru. Kwa sababu niko hapo. Mtu mwingine akipita hapo hawezi. Nitafanya mahali ambapo ni milima pawe laini. Si wa Misri walijaribu pia wao kupita Red Sea. Sio pia walijaribu kupita Red Sea. Wakagundua Red Sea haipitiki. Ni ukweli Red Sea haipitiki. Waisraeli waliweza kupita Red Sea kwa sababu gani? Moja tu, na ni gani? Mungu alikuwa mbele yao. Whatever a Christian does, a non-Christian cannot do. Just to sit down and be patient and wait on God. A non-Christian cannot do that. Na nikisema cannot, ninasema hana huo uwezo. Haiwezekani yeye kufanya. Hata akijaribu hatafanikiwa. Hawezi kufanikiwa. Wewe Mkristo fanya hivyo basi. Kaa chini na ngoje uone wokovu wa nani? Wa Mungu. Muamini, mtegemee. Ukiona anachukua muda mrefu mlilie. Lakini hatuachi kumwamini. Brother ya Abraham angejaribu kufanya kitu Abraham alifanya, angesucceed. Hawezi. Ati ninakaa chini ninangoja kupata mtoto nikiwa miaka 100. Atapata? Hawezi. Kwa nini Abraham anaweza kupata mtoto na miaka 100? Kwa sababu Mungu ako na yeye. Anauliza wewe msee, unangojea mtoi bado, Sara amefika 90.
hata damu haikuji, anasema atakam, anakam. Unajuaje anakam? Unajuaje anakam? How do I know the child is coming? How does Abraham know the child is coming? Because God has told him. Kwa hivyo Mkristo anajua Mungu yuko. Mwenye aliniokoa, mwenye alinipatanisha yuko. Mimi na yeye si maadui, nitamlilia. Non-Christian cannot do that. Na akijaribu atafeli. Hii ndio uwezo wetu kuishi maisha ya Ukristo. Hii ndio nuru ambayo tuko nayo. Hiyo ndio kitu ambayo inatufanya tunasikiza maneno ya Mungu asubuhi hadi jioni. Hiyo ndio nuru yetu. Mtu wa ulimwengu hataki kusikia nuru ya Mungu. Hataki kusikia ukweli wa Mungu. Anasema shut up. Tumesikia wanaambia manabii wanyamaze. Yeye hataki kusikia. Mkristo anataka kusikia maneno ya Mungu. Do you read your Bible? Uko na njaa ya kusikia nuru ya Mungu. Uko na njaa ya kusikia maneno ya Mungu. Na unaposikia una njaa ya kuiapply kwa maisha yako, hiyo ni ishara yenu. Mwenye wa mtu ulimwengu ndio ananga njaa ya kusikia maneno ya Mungu. Ndio ananga njaa ya kuapply vitu za Mungu katika maisha yake. Anataka mambo za Mungu zifanye nini? Hizo zinyamaze na huko. Hizo zinyamaze na huko. Mimi niko na vitu ninajua zitanisaidia. My friend, uko na njaa ya kusikia maneno ya Mungu. Uko na njaa ya kupata hekima yake. Una tamaa ya kuipokea na kuitegemea. Tumesikia aamini Mungu na mtegemee. Unamtegemea? Unategemea ahadi zake. Unasikiliza amri zake. Unasema wewe Yesu ni Mungu wangu, Yesu ni Bwana wangu. Akikwambia fanya kitu, hautaki kufanya, ati haiwezekani hiyo. Ala. Unamtegemea ama unajitegemea wewe? Akisema beba msalaba wako hautaki. Bado unategemea hekima yako. Hata ninaweza kusikia Naaman. Unajua Naaman? Unajua story ya Naaman? Ngapi unajua story ya Naaman hapo? Ngapi unajua story ya Naaman? Naaman the Syrian commander. Ako na leprosy. Amesafiri hadi Israeli. Akisikia ati kuna nabii mwenye ufanya miujiza huko. Akaenda hadi kwa Elisha. Elisha hadi ni commander number 1. Anaambiwa number 1 commander general ako hapa nje anataka kukuona. Hata Elisha anakula breakfast. Anakula breakfast. Haya toki nje. Anatuma nani? His servant. He sends his servant. Enda mwambie aende Jordan. Aoge mara 7 na atapona. Na anaendelea kumaliza witabiti yake. Kamanda anasema huyo ni mimi nafanyiwa hivyo. Huyo ni mimi nafanyiwa hivyo. Yaani hata haezi kuja kunisalimia. Anajua mimi ni nani. Alafu Jordan ni mto chafu. Anaanza kusema mimi commander general number 1 commissioner. Anaambia ati niende nioge Jordan. Yaani place bure. Place ya kawaida. Place watu wa kawaida tu huogea pale. Hata kamechafuka watu waogea. Anasema si hata angeniambia niende hizo mito zetu za Syria, kina Pishon, kina nani. Eti ningeenda tu niogee huko, angeniambia kitu inafaa na utukufu wangu. Sivyo ndio aliongea. Alafu kasichana kadogo kakamwambia, my lord, kama mtumishi wa Bwana amekwambia ufanye kitu, si ufanye tu. If the prophet of the Lord has told you to do something, why don't you just do it? Kenda pale akaoga akakaa mtoto mdogo. Akapona. Ikasemekana ngozi yake ikashinda ya mtoto amezaliwa saa hii. That is the life of a Christian. My brothers,
If the Lord of glory himself has told you to do something, why don't you? Don't you do it? Why don't you do it? If he has told you to love your enemies, why don't you do it? If he has told you to forgive, why don't you do it? If he has told you let go of all bitterness, unasema no, wewe tafanya hivi. But it is the Lord of glory he has told you that. Why don't you? Why don't you do it? Sijaribu. Kama ananiambia sijaribu uone. Jaribu uone kama prophet anakuchezea shere. Sijaribu tu uone kama prophet anakupiga story za jaba. Ndugu yangu, why don't you walk in the light that God has provided? Mbona usije kwa Yesu? Mbona uendelee kutembea na hii hekima ya ulimwengu ambayo umeona inakuangusha, inakuozesha, inakuharibu? Mbona uendelee? Mbona uendelee kutegemea hekima yako, hekima ya ulimwengu? Na Mungu ndio huyu amesimama mbele yako anasema, yeyote ajaye kwangu siwezi mtupilia mbali. Njoo jinsi ulivyo na hizo dhambi zako zote. Na hiyo uchafu wako wote fanya nini? Kuja venye uko. Niko na nguvu ya kukuosha. Deni yako ya dhambi nitaiosha, hata imeoshwa pale msalaba. Why don't you come as you are? Uone vile nitakuwezesha kufanya mambo makuu. Mkristo, mbona usimwamini Mungu anapokupa njia zake? Mbona usimwamini? Christian, why are you not doing that? Mungu atakupa uwezo to do great things, even to die for this. Amen. There's a man called Polycarp, one of the greatest martyrs. Unajua martyr kwa Kiswahili ni nini? Wale watu wanakufa kwa sababu ya imani yao. One of the greatest martyrs of the church, mwenye ana stand out kabisa kwa history ya martyrs. One of the first martyrs. Hiyo wakati Rome bado ilikuwa ina rule. Hiyo wakati wa Rome, Yesu Kristo ameanza kuhubiriwa kote kote ulimwenguni. Watu wameanza kumkubali, hata Warumi wameanza kumkubali. Na wale watu ambao wanakuja kumjua Yesu Kristo wanaacha tabia za Kirumi. Wanaacha kuabudu miungu ya Kirumi na wanaacha njia za Kirumi ambazo mojawapo ni kumwabudu mfalme. Walikuwa wanaabudu mfalme. The king used to be worshipped. The reason I'm telling you this story of Polycarp is because of how he died. Polycarp alimtumikia Mungu maisha yake yote. Ikafika wakati hizi ma crackdown dhidi ya Wakristo zikakuwa ni kali sana. Kali sana. Wakasema huyo Polycarp ndio one of the leaders. Ndio mkubwa wao. Hivyo Polycarp afanye nini? Ashike. Wakristo wakamtorosha Polycarp, wakamtorosha. Lakini tunajua wanamtrack down. Unajua venye CIA wanaweza kutrack down vizuri. Wanakufuatilia na nyuma yao wakikufuatilia ni distraction, si ndio? Nikisikia Polycarp alikuwa hapa Pendo Huru, wanakuja hapa Pendo Huru wanasema Polycarp ako wapi? Tukishindwa kumtoa Polycarp, nini inafanyika hapa Pendo Huru? Wanatununulia sisi, si ndio? Sivyo ndo wanafanya? Wananunulia watu sisi, wanafanya mambo ya ifai, sio? Kwa hivyo Polycarp akapata uzito wa moyo na akapata mwito kutoka kwa Bwana kwamba hivi ndio lazima hapo. Akatulia basi, akangojea, wakamshika, wakakuja wakampata, wakamshika nyumbani kwake pale, hata hakupigana nao. Inasemekana walikuja wakampata, alikuwa mzee hiyo wakati, alikuwa mzee huyu Polycarp. Akawaomba wampe masaa moja mbili aombe asali, wakampea 2 hours. Walimpea time yake akachukua 2 hours. Alianza kuomba
akaanza kuomba in the power of the spirit, wakashindwa kufanya nini? Kumsimamisha. Unasikia mtu akiomba hadi unashindwa kumsimamisha. Akaomba 2 hours. Wakawapea chakula, aliwapea hata breakfast, aliwapea meal, wakawalisha. Watu wamekuja kushika. That is the story. He gave his captors a meal and asked them for some time that he should sleep. Hao walikuja wakaona, niende tunatumwa kushika msee aina hii. Tulidhani tunakuja kushika, unajua wanajaribu jina yako kabisa. Unajua? Wanaharibu jina yako hadi askari akifika pale anatarajia kupata Pablo Escobar. Kuja anapata mzee fulani mpole, anaomba kwa style nyingine hadi na watetemesha hadi mnashangaa. Mbona tumekuja kushika huyu jamaa? Wamemshika wakamleta pale kwa hiyo arena yao kwa stadium. Hao watu walikuwa wanauliwa kwa njia nyingi. Walikuwa wanaua Wakristo. Soma historia ya Ukristo, uone vile Ukristo umekuwa. They used to kill Christians in the most horrible way. And people stand firm and say, I'd rather die. Hiyo ndio Ukristo tunahubiri hapo. Unafikiri tunahubiri Ukristo mwingine? Ukristo wa Polycarp ndio Ukristo tunahubiri hapo. Polycarp ameambiwa, amesimama hapo mbele, walikuangalia watoe hapo mataiga na malion ziachiliwe, watu wakiotazama wakifanya nini? Wakishangilia. Mwingine hata alikuwa anavalisha watu ngozi ya kondoo. Watu wana release hizo malions na manini. Zinakufia mboa poa mbele ya watu. Nasema hii ndio malipo ya watu hawamwabudu Caesar. This is history, my friend. This is history. Hii si stories za Cinderella. Hii ni Ukristo yenyewe. Polycarp ameletwa pale mbele, na alipoingia inasemekana kuna sauti ilisikika. Hii ni eyewitnesses wanasema hata wao walisikia sauti ikimwambia Polycarp, be a man. Polycarp do what? Be a man. This is history. Eyewitnesses say they heard this voice. Inaweza kuwa ni legend. Unajua saa nyingine story inakuwa imeshika sana hadi after 300 years inakuwa legend. But it says the stories we have is he had up down there in that amphitheater. Go be a man. Akaenda pale, akaambiwa hiyo ilikuwa Caesar, ilikuwa wale governor. Kamwambia mwabudu Caesar bwana, hii story ishe. Kataa Yesu. Polycarp alimwambia huyo jamaa, huyu Yesu nimemtumikia miaka 86. Nimemtumikia miaka ngapi? 86. Na hajawahi niangusha hata mara moja. Nimemtumainia huyu Yesu miaka 86. Hajawahi niangusha hata mara moja. Mbona nimkane leo? Mbona nimkane leo? Tutakuletea malion. Siwezi mkana. Tutakuchoma. Liwe liwalo. Walimchoma, lakini this is how the story goes. You tell me for yourself if you think it is legend. But all the sources say this story, that in the midst of that flame, the ones who are there, they noticed that this guy was not being burnt at all. There was a halo. Moto haukuwa unamgusa huyo Polycarp. Hata alikataa kufungiwa, alikataa, walikuwa wanakudunga misumari. Alisema msinidunge misumari, mimi sitapigana pale. Walimfunga kamba, akasimama pale na ikaonekana hachomeki. Ikawapasa kufanya nini? Baada ya yeye kusimama katika huo moto kwa muda na inaonekana kwamba hachomeki, wakachukua mkuki na wakafanya nini? Wakamdunga jinsi walivyomdunga Bwana wetu. That is the story of Polycarp. The Lord did not fail him even on that day of his death. Even on the day of his death, aliwitness kwa watu. My friend, that is the Christianity we preach. That is the power that gives men to stand ready to burn.
Hiyo ndio nuru tunakuambia uamini. Hiyo ndio nuru tunakuambia hata ukiwa pale katika moto, Polycarp alisimama as a man. What do you mean he was standing as a man? Alisema sitachomeka, unajua nikisikia huko sitachomeka, sitalilia uchungu. Alisema huo in his heart. What do you think Polycarp was saying? Hata katika huo moto, huyu Yesu nimeamini miaka 86, ndio nitaamini wapi? Hapo ndani pia. Si hekima ya kiulimwengu. Hekima ya kiulimwengu ni enda ujitrain. Enda ujitrain uko unasimama kando ya moto kila siku, ndio siku ukichomeka usilie kama sauti. Let me tell you, being burned at the stake. Kuchomwa katika stake. There is no one who has never screamed. Ever. Ever. Hata ukwe warrior aje. Tales za watu wanachomwa at the stake. Kuna wale ambao, unaelewa nikisema at the stake? Wale watu wanawekwa pale, unafungwa kwa mbao, wanaweka kuni, wanaweka nini hapo, alafu wanakuwasha moto. Hakuna mtu hajawahi scream. Hakuna. Unafungiwa hapo, hakuna kitu unaweza fanya, ni urostiwe hapo kama nyama choma. Hakuna mtu hajawahi scream. Hata ukwe bazuu aje. Unanipata? Hata ukwe bazuu aje. Hata wale stories za wale mabazuu. Kama mzee anakuanga hapo bazuu, anakaza. Baada ya dakika 5 unasikia tu nini? You have to scream, brother. You're being burned alive. You can't not scream. Do you think you can fail to scream? Kwa sababu wewe ni bazuu. Mabazuu wote wanalia. Except Polycarp. Kwa sababu yeye ni bazuu. Aliamini nani? Yesu Kristo. Even in that time. Alibeba hii nuru yake hadi kwa hiyo moto. That is what I want from you, my brother. To know that God will help you no matter what. No matter what. Step into it. Kama Polycarp, let the flames go around you. Because kukushika. Isn't that a promise God has given? Sio ni promise amepeana. Mnapotembea katika moto itafanya nini? It will not consume. Mungu abariki kuhudhuria kwa jina. Mwenyezi wa milele, tunakushukuru. Tunatukuza jina lako milele, Mungu wangu. Haswa Mungu Baba, katika uokovu ambao umetujalia katika Yesu Kristo mwanawe, Mungu wangu. Asante kwa kutufunulia roho zetu tupate kuona hii njia ya kweli. Na Mungu Baba, tunakushukuru kwamba umetuweka, umetutunza, umetuhifadhi katika hii njia hadi siku ya leo, Mungu wangu. Naomba kwa ajili ya wote waliomo hapa siku ya leo ambao wamepata kusikia hili neno lako likihubiriwa, Mungu wangu. Naomba Mungu wangu kwamba utaweza kutumia neno lako, Mungu Baba, kuwaita watu kwako, kuwarudisha kwako waliopotea, Mungu Baba, kuwapatanisha nawe, Mungu Baba, katika Yesu Kristo. Na wale, Mungu Baba, walio ndani yako, Mungu Baba, kwamba utazidi kuonyesha ile njia iliyo sahihi, wafanye wasimama imara katika ukweli wako, Mungu wangu. Waonyeshe kwamba wewe, Mungu Baba, unatumainika katika hali, na wewe ni wa kutegemewa, Mungu wangu. Waondoe katika upumbavu wa uongo wa ulimwengu, upumbavu wa hekima ambayo haipatikani katika wewe, Mungu wangu. Warudi kwako, Mungu wangu, wewe Mungu wa milele. Tunza kanisa letu, tunza wote waliomo hapa. Tusamehe dhambi zetu, Mungu Baba, tulizotenda, Mungu Baba. Tupe nguvu katika roho wako ili, Mungu Baba, tuishi kwa njia ambayo inafaa Yesu Kristo mwanao, Mungu Baba, aliyekufa kwa ajili yetu, Mungu wangu. Nakushukuru kwa haya yote uliyofanya. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu.